Mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Freeman Mbowe amesema Mzee Mtei ataenziwa katika historia ya siasa ya vyama vingi kama miongoni mwa waasisi wa demokrasia ya ushindani wa vyama, pia mmoja wa waasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Jackson Fanuel anatuarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kuwasili nyumbani kwa Mzee Mtei, Mbowe amesema kuwa siasa za Mzee Mtei zilijengwa juu ya misingi ya maelewano, ushirikiano na kujenga sera badala ya kulumbana, na alikuwa kiungo muhimu katika siasa za vyama vingi nchini Tanzania. Mzee alikuwa ni muasisi wa chama chetu, bado ni kiongozi ambaye tulikuwa tunamheshimu sana katika njia mbalimbali, kwa sababu misingi yote ya Chadema huyu ndio founder, original founder. Mimi nami nilikuwa mmoja wapo wa waasisi, lakini wakati tunaasisi Chadema mimi nilikuwa mdogo sana, lakini wazee wale ndio walikuwa na uzoefu mkubwa katika utumishi wa umma, ndani ya mashirika ya umma, ndani ya serikali, ndani ya bunge, ndani ya taasisi mbalimbali ambazo walihudumu kwa nyakati tofauti. Neno rasmi la familia na ratiba nzima ya msiba itatoka kesho, kwa sababu bado tunasubiri ndugu zetu wengine wafike kutoka maeneo mbalimbali ya dunia ambako wapo, na hakika mpaka kesho mchana neno rasmi kabisa na ratiba rasmi ya msiba inaweza ikatoka. Na ni tumaini langu kwamba huu msiba wa Mzee Mtei utakuwa unakwenda kuweka alama ya kumkumbuka mtu mmoja aliyekuwa kiungo muhimu sana katika siasa za nchi yetu. Huyu mzee amefanya mambo mengi na alifanya siasa kwa muda mrefu, akiwa ndani ya serikali, baadaye akiwa ndani ya chama chetu baada ya kukiasisi. Kwa hiyo ni mtu ambaye alijenga mahusiano mema na watu wakati wote. Pia amesema Mzee Mtei alikuwa mtu aliyependa kujenga mahusiano mema na watu wote bila kujali tofauti za itikadi za kisiasa ndani na nje ya chama chake. Amesema tabia hiyo ya ushirikiano ilimfanya Mzee Mtei kuwa mtu wa kipekee katika historia ya siasa nchini Tanzania, akisisitiza kuwa alikuwa kiongozi aliyependa mjadala wa sera na hoja zenye kujenga. Mzee Mtei hakuwa mtu wa shari wakati wowote. Alikofanya kazi alikuwa ni mtu yuko organized, na alikuwa hachagui rafiki. Alikuwa na marafiki ndani ya chama chake na nje ya chama chake, katika taasisi mbalimbali. Alikuwa ni mfanyabiashara vile vile na ni mkulima mkubwa vile vile. Alikuwa ni mtu ambaye alikuwa anajiweza, lakini bado aliweza kufanya siasa za mageuzi katika mazingira yale. Ni mtu wa kipekee sana. Si watu wengi waliokuwa na nafasi kama yake na nyadhifa kama zake ambao waliweza kujitolea kufanya siasa za upinzani Tanzania. Lakini siasa za upinzani za kina Mzee Mtei hazikuwa za kulumbana sana, zilikuwa zaidi za kunyosha sera. Misingi mikuu ambayo mzee huyu ametuachia ni sera. Mtakumbuka Chadema kilikuwa ni chama chenye sera bora ambazo hata Mwalimu baba wa taifa letu alikiri kwamba chama hiki katika vyama vyote aliona Chadema kilikuwa ni mojawapo ya chama kilikuwa kina sera bora sana. Hii ndi kazi kubwa na misingi mikubwa ambayo walifanya waasisi wakiwemo kina mzee wetu. Aidha, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na makamu mwenyekiti wa Chadema John Heche, imeeleza kuwa chama hicho kimepoteza moja ya nguzo imara na kimetoa pole kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Vile vile Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa salamu za rambirambi kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki wa marehemu Mzee Edwin Mtei, akimkumbuka kuwa mmoja wa watumishi viongozi wenye mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa kwenye eneo la fedha, uchumi na mipango. Aidha, Rais Samia amesema Mzee Mtei ataenziwa katika historia ya vyama vingi nchini kama miongoni mwa waasisi wa demokrasia ya ushindani wa vyama vingi, pia mmoja wa waasisi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Muasisi wa Chadema Edwin Mtei alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 94, ambaye pia amewahi kuwa gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT. Amefariki dunia usiku wa Januari 19 mwaka 2026. Alihudumu katika nafasi mbalimbali akiwemo gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT mwaka 1966 hadi mwaka 1974. Chadema ambayo mwaka huu inatimiza miaka 33 ilianzishwa rasmi tarehe 28 Mei mwaka 1992 na kupata cheti cha usajili wa kudumu tarehe 21 Januari 1993. Waanzilishi wakuu wa chama hicho ni pamoja na Edwin Mtei aliyekuwa mwenyekiti wa kwanza wa Chadema, Bob Makani aliyekuwa katibu wa kwanza wa chama hicho na Chacha Wangwe pamoja na wengine. Mzee Mtei baada ya kustaafu alirudi nyumbani kwake Tengeru mkoani Arusha akijihusisha na kilimo cha kahawa, ambapo alikuwa akimiliki shamba la ekari zaidi ya 50. Na hapa tujikumbushe enzi za uhai wake wa Mzee Mtei, akiongea kuhusu kuunga mkono mikakati ya serikali ya kuwajumuisha wakulima wa zao la kahawa kwenye uuzaji wa pamoja wa zao hilo. Kahawa lazima tuuze kwa pamoja. Hata mimi nalazimika kushiriki katika kuuza kahawa na watu wengine. Lazima tuuze kwa pamoja. Kama ni zao moja,
ambalo linatumiwa na lina soko lake la kimataifa. Tunashiriki kwa kuhakikisha tunapata maximum value, na hakuna watu ambao wanatega na kupotea pesa zetu. Tunahakikisha kwamba wale ambao wanashiriki wanapata kipato chao na wanaiprocess hiyo kahawa to the maximum possible value added. Muasisi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Edwin Isaac Mtei na gavana wa kwanza wa Benki Kuu ya Tanzania BOT anatarajiwa kuzikwa nyumbani kwake Tengeru mkoani Arusha Jumamosi Januari 24 mwaka 2026. Shukrani Jackson Fano.